cha Ufunuo sura 3 kuanzia mstari wa kwanza. Biblia katika kitabu hiki inasema, na kwa malaika wa kanisa lililoko Sardi andika, haya ndiyo anenayo yeye aliye na hizo roho 7 za Mungu na zile nyota 7. Na yajua matendo yako ya kuwa una jina la kuwa hai, nawe umekufa. Bwana asifiwe. Amen. Anasema na yajua matendo yako, na yajua matendo yako ya kuwa una jina la kuwa hai, lakini umekufa. Kanisa la Sardi, malaika wa lile kanisa anaambiwa aandike kwa habari za kwamba unalo jina ndio la kuwa hai, lakini umekufa. Anasema na yajua matendo yako. Kwanza anayajua matendo. Baada ya kuyajua, ndipo analiambia kanisa lililoko Sardi ya kuwa nayajua matendo yako, una jina la kuwa hai, lakini umekufa. Kwa hiyo kanisa la Sardi linaambiwa kwamba linalo jina lenye uhai, lakini lenyewe kwa matendo, kwa sababu anasema na yajua matendo yako ya kuwa unalo jina la kuwa hai, lakini umekufa. Kwa hiyo kumbe kanisa la Sardi lilikuwa ni kanisa lenye jina lenye uhai, lakini kanisa hili lilikuwa limekufa kwa matendo, na hai linalo jina la kuwa hai, lakini kwa matendo yao walikuwa wamekufa kwa mienendo yao. Kwa hiyo unaweza kuwa na kanisa zuri lenye jina lenye uhai, yaani jina la Kristo, jina la Yesu Kristo, jina lenye uhai. Unaweza kuwa na jina lenye uhai, lakini kanisa na watu walioko ndani ya hilo jina lenye uhai wakawa wao sio hai, wamekufa na hali wapo wanatembea. Kanisa la Sardi maana yake sio kwamba walikuwa watu wamekaa marehemu kwenye lile kanisa, sio kama walikaa watu ambao ni miili iliyokufa. Walikuwa watu walio hai katika mwili, lakini wamekufa kwa habari za Mungu. Bwana asifiwe. Walikuwa wamekufa kwa habari ya matendo ya kimungu, kwa habari ya neno la Mungu, kwa habari ya mwenendo wao. Walikuwa wamekufa na hali wako hai. Biblia inasema yule malaika aliye na nyota 7 na hayo makanisa 7. Maana yake hapo ufunuo huu ni Yesu Kristo ndiye aliyefunua kwa Yohana. Ndio maana anasema yule aliye na nyota za Mungu. Maana yake akimaanisha kwamba yeye aliyetumwa ndiye anayesema kwamba na yajua matendo yako ya kuwa unalo jina la kuwa hai, lakini umekufa. Vipi kuhusu sisi? Bwana asifiwe. Vipi, tuna uhai kiasi gani kwa Mungu? Sardi wanaambiwa wana jina. Kumbe kuwa na jina hakuleti uhai. Kuwa na jina hakuleti uhai. Kinacholeta uhai ni matendo yanayoendana na jina. Bwana asifiwe. Ni matendo yanayoendana na sheria ya neno la Mungu. Maana yake unaweza kuwa na jina lenye uhai ukaitwa Mkristo, lakini umekufa katika matendo yako. Unalo jina la kuwa hai, lakini kwa matendo umekufa. Maana yake kwa Mungu haupo, ila unaitwa Mkristo, una jina la kuwa hai. Malaika wa Sardi anaambiwa aandike kwamba na yajua matendo yako ya kuwa una jina la kuitwa Mkristo, lakini umekufa. Hauko hai kwa Kristo. Hauko hai kwa Kristo. Hauko hai kwake. Kwa hiyo hilo jina halikusaidii kuwa na uhai kama hujatenda sawa na maagizo yaliyo ndani ya jina la Yesu Kristo, yaliyo ndani ya mtu anayeitwa Kristo. Maana mtu asipotenda matendo hayo yaliyo
yaliyoandikwa katika Biblia asipoyafanya kama yalivyoagiza, maana yake mtu huyu ana jina la kuwa hai lakini amekufa. Haleluya. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema unalo jina la kuwa hai, una jina la kuitwa Mkristo. Umeitwa kwa majina mbalimbali. Wengine wamekuita majina mengine, wakakuita mtume wa Kristo, wengine wamekuita nani. Unalo jina la kuwa hai kwa sababu jina hili lina uhai, lakini wewe umekufa. Kwa kama mtu utaishi ukaitwa umeokoka ni Mkristo, alafu ukaendelea kutenda mambo uliyoyaacha zamani, ukaendelea kuishi kwenye dhambi, maana yake una jina lakini umekufa. Hasa Bwana anatuma ujumbe kwa kanisa la Sardi ya kuwa mnalo jina la kuwa hai lakini mmekufa. Maana yake hamuonekani mbele za Mungu kwa sababu hamjayafuata yanayowaongoza kuelekea katika uso wa Mungu, kwa sababu hamjatenda sawa na neno la Bwana. Maana yake tukienda kinyume tunabaki na jina la kuwa Wakristo lakini tumekufa. Haleluya. Kama tutasema tumeokoka, tumekuwa Wakristo, ni lazima tuishi sawa na neno linavyotuongoza. Kama tukiishi kama tunavyotaka wenyewe, tukayafuata mapenzi yetu, tukatimiza nia za miili yetu, maana yake tuna jina la kuwa hai lakini tumekufa mbele za Mungu. Kama tutataka kuyatimiza mapenzi yetu wenyewe, hatuna mbingu. Kama tutataka kutimiza yale tunayatamani, yale mwili unatamani, yale nafsi yako inataka, kama utataka kuyafanya hayo, hutaki kuzuiliwa, unataka Ukristo ule mlaini, Mkristo mwepesi, yani usio na masheria, usiokuwa na sheria, maana yake ufanye unavyotaka. Hapana, kuna sheria ya neno la Mungu inakuzuia wengine usifanye. Bwana asifiwe. Ukitaka sana uhuru kwenye mambo ya wokovu, hautaka uambiwe na kusema hii acha, hautaki kufanya hivyo, hautamwona Mungu, kwa sababu ndani ya katika wokovu kuna sheria. Kwa ni lazima uishi kwenye sheria ili uweze kumwona nani? Mungu. Kwa hiyo mtu akisema nimeokoka, nimekuwa Mkristo, umepata jina la uhai, lakini wewe je, inatakiwa uishi kwenye sheria ya Kristo ili uwe hai. Maana yake kuwa tu katika jina la kuitwa Mkristo, ya kuitwa sijui nani mtumishi, haitoshi. Maana yake kinachotakiwa, hata ungeitwa mtumishi, kama ndani yako hakuna hiyo utuma wala hakuna hicho kitu, bado unahitaji kunyenyekea chini ya mkono wa Bwana ili utembee naye, ili jina hilo liwe na uhai ndani yako. Biblia inasema unalo jina la kuwa hai, naye jua matendo yako. Una jina la kuwa hai lakini umekufa. Kanisa la Bwana, sisi ambao tuko hapa, ujumbe huu unatujia tarehe ya leo ya kuwa inawezekana tunalo jina la kuwa hai, tunaitwa Wakristo, lakini tumekufa kwa matendo. Wakati mwingine tunaendea dunia, wakati mwingine tunafanya kama duniani, wakati mwingine tunafanya kama wao wanavyokwenda. Hatuna tofauti nao, kwa sababu kuokoka ni mabadiliko ambayo yanafanya unabadilika kutoka kwenye hali fulani. Kama wa ulimwengu wanakwenda kushoto, sisi tunataka tuende kulia. Haleluya. Amen. Wakati mwingine kuna vitu lazima uanze kuvibadilika ili uwe na jina lililo hai na wewe uwe hai. Wengi tuko katika kanisa lakini tuna majina ya kuitwa Wakristo, lakini tumekufa kwa sababu hatujayaishi yaliyo ndani ya neno. Kwa sababu tu ya kutoishi yaliyo ndani ya neno na tukatenda yaliyo kinyume na neno, alafu tukazani tuko sahihi. Maana yake nini? Biblia inasema tutabaki na jina. Kila mtu anayekuja Mkristo huyu, lakini umekufa. Wala sio Mkristo. Haleluya. Biblia inasema unalo jina la kuwa hai lakini umefanya nini? Umekufa. Na yajua matendo yako. Kumbe matendo ndio yanamuua mtu kwenye mambo ya rohoni. Haleluya. Hasa mtu anakuambia hayo ni ya mwilini. Yapi? Matendo ndiyo yanayofanya nini? Yanamuua mtu. Matendo yale anayofanya ndiyo
kwenye neno, kwa sababu neno ndio uhai wa mtu wa rohoni. Kwa hiyo ule uhai wa rohoni ambao ni neno, mtu akitoka kwenye msingi wa neno akafanya kingine, huyu mtu amekufa kwa habari ya Mungu. Bwana asifiwe. Lakini yu hai kwa habari ya dunia. Maana mtu akifa kwa Mungu anakuwa hai wapi? Kwa shetani. Hapa haijalishi unahudhuria ibada au hudhurii ibada, yaani ni mradi tu umekufa kwa Mungu, maana yake kwa shetani huko hai. Kwa hiyo anasema kwamba una jina la kuwa hai. Mstari unaofuata anasema uwe mwenye kukesha. Mstari wa pili, uwe mwenye kukesha ukayaimarishe mambo yaliyosalia yanayotaka kufa, maana sikuona matendo yako kuwa yametimilika mbele za Mungu wangu. Bwana asifiwe. Uwe mwenye kukesha uyaimarishe matendo yanayotaka kufa. Kumbe kuna mengine yanataka kufanya kufa. Ni yapi? Uyaimarishe mambo yanayotaka kufa. Maana sikuona, anasema maana sikuona matendo yako kuwa yamekamilika mbele za Mungu wangu. Sikuona kama matendo yako yamekamilika mbele za Mungu wangu. Biblia inasema sikuona. Malaika wa kanisa la Sardi anaambiwa andike kwamba hakuona kama matendo yako yamekamilika mbele za uso wa nani? Wa Mungu. Anasema uwe mwenye kukesha uyaimarishe yale yanayotaka kufa. Kwa lazima ujipeleleze, uangalie ni yapi ambayo yapo kwenye Biblia yanataka kufa kwangu. Ni yapi ambayo siyafuati? Ni yapi ambayo siyatimishi? Ni yapi ambayo siyaishi? Maana Biblia inasema sikuona matendo yako kama yamekamilika mbele za Mungu. Kwa hiyo lazima tutafute kukamilika. Tunakamilikaje? Maana yake tuchunguze neno, tuone mahali gani tunaenda tofauti ili tufanye tukamilike. Maana yake tusipolichunguza neno, tukajua wapi tumefeli, tukawa kamili, tukajipa asilimia, tutakosa. Kwa lazima Wakristo kila mmoja achunguze katika maandiko ili atafute kukamilika, ili yale yanayotaka kufa yasife. Kwa sababu anasema unalo jina la kuwa hai. Yaani kuitwa Mkristo utaitwa sana, lakini wewe sio. Nitaitwa sana Mkristo lakini sio. Lakini ninaweza kuwa na jina hili nikaitwa nalo lakini sipo haki. Maana yake siyatendi niliyoagizwa naye. Anasema uwe mwenye kukesha uyaimarishe mambo yanayotaka kufa. Umefikiri juu ya maisha yako mambo gani yanataka kufa upande wako? Unaonaje ibada hazitaki kufa? Maombi hayataki kufa kwako? Sifa hazitaki kufa? Kuzuia ibada vipi? Hataki kufa. Biblia inasema uyaimarishe hayo yanayotaka kufa. Uwe mwenye kukesha, maana yake ufanye mara kwa mara ili uimarishe yanayotaka kufa. Yako mambo ulikuwa unayafanya lakini sasa hizi umeacha kufanya, yanataka kufa. Yako mambo unahitaji sana, moyo wako ulikuwa unatamani kuyafanya, kila wakati ulikuwa unaona moto unawaka ningefanya, lakini sasa hizi haufanyi, unataka kufa. Biblia inasema uyaimarishe hayo yanayotaka kufanya kufa.